الثامن kwa nini istihza na dini ya Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuwa ni sababu ya kufuru? Wabdillah. Naam, inapelekea katika kudharau kutupa shida hiyo. Shida iko لأن الدين مبني على التعظيم والاحترام. أحسنت. hilo jawabu tukalio hivi. Kwa hivyo ikiwa sana dharau maana yake yamekhalif dini ilichokijenga. قال الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم. مظاهرة المشركين مظاهرة معناها كنين. ابن فارس na wengine katika ulama wa lugha al-Farahidi al-Khalil al-Farahidi anasema al-ain maana yake al-dhahir wal-aun wal-mudahir al-muawin. kwa hiyo al-dhahir au al-mudahir ya al-muawana. mudahara maana yake ni kusaidia, kuwasaidia. kwa mudhaharatu al-mushrikin, wasaidia washirikina. na maana ya kuwasaidia hapa ni kule kuwapenda na kuwasaidia, kuwapenda na kuwasaidia. wa maanahu al-muwalatu wal-musaada wal-mahabba. kwa miongoni mwa vichambuzi vya Uislamu, mudhaharatu al-mushrikin ni kuwapenda washirikina na kuwasaidia. Mudhaharatu al-mushrikin ni kuwapenda washirikina na kuwasaidia dhidi ya Waislamu. yani kunapokuwa kuna mapambano ya washirikina na Waislamu, wewe ukawasaidia dhidi ya Waislamu. wa mudhaharatu al-mushrikin mahabbatuhum wa muawanatuhum dhidi al-muslimin, ni kuwapenda na kuwasaidia dhidi ya Waislamu. kitendo hicho ni kufuru. Labda itakapotokea Waislamu wao ndio wametokea baadhi ya Waislamu wanaovamia mji wanaoishi Waislamu na makafiri, pasina ya hoja yoyote, itokee hivi, wanadhulumiwa. Lakini kuwasaidia, kuwapenda makufari na kuwasaidia dhidi ya Waislamu kwa itilafu yake ni kufuru, ni ridda ani al-Islam. Qala wa muawanatuhum, hapa maana yake ni hiyo moja, sababu kuwasaidia wao. Al-Fawzani anasema hafidhahu Allah ta'ala, al-muawana hiya al-mudhahara. Muawana ndio ile mudhahara, kwa maana na kuwasaidia, yani kwa mudhaharatu mushrikin, kuwapenda na kuwasaidia washirikina dhidi ya Waislamu, kwa muawanatu na kuwasaidia, yani maana yake ni moja. Kwa nini sasa amerudia neno hili na kati maana ni moja? Wadhahiru, Allama Fawzani anasema wadhahiru annahu min atfi at-tafsiri. Hapa ameleta ile neno kwa ajili tu ya kutafsiri, ameleta ile neno kwa ajili ya nini? من أتف التفسير عاطف كلمة معاونة على ما قبله لتفسير وبيان، وأجل يكون تفسير وبيان. فالمظاهرة معناه المعاونة كما لذلك سمي مظاهرة معناه كأنه هي معاونة. قال تعالى فلا تكونن ظهيرا للمشركين.
usiwe ni muina, usiwe mwenye kuwasaidia washirikina wa makafiri. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lilmujrimin, falan akuna mu'inan, sitakuwa mwenye kuwasaidia waovu. Kwa hiyo mudhahara maana yake ndio hiyo muawana. Mudhahara maana yake nini? Muawana, kuwasaidia, kuwapenda makufari na kuwasaidia dhidi ya Waislamu. Na inaweza ikawa muawana na msaada, mahabbatu, ule kuwapenda na kuwasaidia dhidi ya Waislamu, inaweza ikawa bilqalbi, yani kule kuwapenda washirikina inaweza ikawa kwa moyo au kwa ulimi, qad yakunu bilqalb au billisan au bilmal, kwa mali. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kwa moyo au nafsi na ulimi na mali, yote vinne hivi. وهي تكون بالقلب, wasaidia kuwapenda. Jambo hili linaweza likawa au huwa mara nyingi linakuwa kwa moyo na kwa qalbi wal lisan na nafsi, lakini pia na mali. Kwa maana hiyo tunaposema kuwafanyia uadui washirikina, lazima tuwafanyie uadui kutumia katika hali za mioyo yetu, ndimi zetu, mali zetu, nafsi zetu, lazima tuwachukie kwa hali hizo. Sasa hapa, kabla ya kuendelea, nataka nizungumze vitu fulani ili kufahamu msingi. Tushaelewa kama maana ya mudhaharatu mushrikina wa muawanatu katika vichunguzi vya Uislamu ni kuwapenda washirikina na kuwasaidia dhidi ya Waislamu. Na tunaona kwamba huko kuwapenda kunaweza kukawa kwa moyo, kwa ulimi au kwa mali zako, nafsi yako, inaweza kaa hivyo, maneno kuzungumza yaashiria unawapenda na unawasaidia dhidi ya Uislamu. Kwa hiyo maana yake uadui dhidi ya makafiri hautoshi kuwa kwa moyo peke yake, lazima udhihirishe kwa ulimi na mwili pia. Kwa maana hiyo uadui dhidi ya makafiri na washirikina haitoshi peke yake kwa moyo, lazima udhihirishe. Ukishaamini, ukishawachukia kwenye moyo wako, lazima pia udhihirishe kwa ulimi wako, uzungumze maneno na ashiria hivyo. Lakini pia lazima mwili wako pia uashirie kwamba hauko na wao, kama alivyosema Ibrahim. Allah akasema kwamba ni uswa, qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim, kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi ni kiigizo chema kwa Ibrahim, walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa na yeye, idh qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kwa Ibrahim ndio kiigizo chetu katika bara, kujitenga na washirikina. Yeye alisema kabisa, sisi tuko mbali na nyinyi na mnaoviabudu. Kwa tuko mbali, walisema kwa ulimi, lakini kweli walijitenga, hawakuwa na ibada zao mithili yao, mfano wao. Sasa watu kwenye uadui dhidi ya makafiri na washirikina wako aina nne. Sawa, lazima wafahamu ili ujue anayekufuru ni upi, anayeritadi kwa sababu ya kichaguzi hiki ni upi. Aina ya kwanza, kuna baadhi ya watu wana uadui dhahiran wa batin, wanadhihirisha uadui kwa dhahira na katika mioyo yao wana uadui dhidi ya washirikina na makafiri. Wa haulai ashabul iman, hawa ndio watu wa iman, ndio watu wa la ilaha illa Allah, walimuiga Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sababu Allah anasema faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faman yakfur bit-taghut, atakayekataa ibada ya taghut kwa moyo wake na akadhihirisha, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa,
huyu ndiye ameshikamana na la ilaha illa sawa. Kwa hawa ni ashabu at-tauhid, ashabu la ilaha illa Allah. Wa kwanza kuna mtu ambaye ana uadui wa wazi na makafiri dhahira wa batin. Hawa ni ashabu la ilaha, ashabu at-tauhid, ashabu al-iman. Mtu aina ya pili man ni yule ambaye yakun indahu adawa, ni yule ambaye hapana kwake yeye uadui isipokuwa katika dhahira peke yake, lakini kwenye nafsi yake anawapenda. Au sema taja kwanza, ni yule ambaye hana uadui katika dhahira yake na katika siri yake, katika moyo wake hana uadui dhahira yake na ndani yake, ili ziende vizuri. Kuna mtu ambaye hana uadui kabisa na washirikina na makafiri, katika dhahira yake yuko nao kwenye mambo yao, kwenye hafla zao yuko nao, lakini kwenye siri yake na moyo wake pia hana uadui na wao. Huyu ndiye ambaye anayezungumzwa hapa, na ndio ayati zitakazokuja hapa zinamzungumza huyu. Hana uadui katika dhahira yake, anaonekana yuko na wao. Huyu ni wa kwanza anayeguswa na kipengele hiki, lakini katika moyo wake hana uadui kabisa, anawapenda na kuwahami na kuwatetea. Kwa hiyo huyu ndio ayati tanazzalu alayhi, ayati zinateremshwa kwake fi dhambi, ni kusema vibaya. Mtu wa aina ya tatu ni yule ambaye ana uadui katika dhahira, lakini ndani yake ana mapenzi. Ana uadui katika dhahira yake, ana uadui katika dhahira yake, lakini ndani ya moyo wake ana mapenzi na makafiri na washirikina. Fahadha haluhu kahali almunafiqin, huyu hali yake ni kama hali ya wanafiki. Atakayekuwa ana uadui dhidi ya makafiri na washirikina katika dhahira peke yake, hayuko nao, hashirikiani nao, lakini kwenye moyo wake anawatetea na kuwahami mbele ya Waislamu. Wanapozungumzwa hataki kabisa wazungumzwe. Huyu hali yake ni sawa na hali ya wanafiki, kwa sababu anadhihirisha kwa Waislamu kwamba yeye anawachukia wale, anawadhihirishia Waislamu kuwa anawachukia makafiri na washirikina, lakini anapokuwa nao anadhihirisha kuwa yuko na wao. Kwa hiyo kuna baadhi ya Waislamu wako hivyo, kwenye mambo yao yupo na anaamini, yani anapokwenda katika mambo yao anakuwa nao kwa kila, lakini akiwa na Waislamu anadhihirisha kwa dhahira yake hawapendi kabisa. Wakati mwingine anaweza kuzungumza kabisa. Kwa hiyo hali yake ni hali ya wanafiki. Bashiril munafiqin, anasema Allah katika sura an-Nisa aya 138, bashiril munafiqin bi anna lahum adhaban alima alladhina yattakhidhuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin. Anayewafanya wanambashiria mnafiki, wabashiria wanafiki kwamba wana adhabu kali, ambao wanawafanya makafiri ndio vipenzi kuliko waumini. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah, wao wajificha kwa watu, hawamuogopi Allah. Wa huwa ma'ahu idh yubayituna ma la yarda min alqawl, lakini Allah yeye anawaona na anahifadhi matendo yao wakati wao wanafanya mambo ambayo na wanazungumza maneno ambayo Allah hayaridhi. Hali ya wanafiki, wakienda katika jamaa zao wasema inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un, sisi tuko na nyinyi bwana. Wewe ni mtu wa tatu. Tumesema mtu wa kwanza
ana uadui dhahiran wa batina. Huyu ni muumini ashabu la ilaha illa. Mtu wa pili ambaye hana uadui la dhahir wala batin, huyu ndiye anayekusudiwa hapa. Mtu wa tatu ni yule ambaye ana uadui kwa dhahir, lakini ndani ya moyo wake hana uadui. Kwa hiyo huyu wa kwanza, huyu wa pili na watatu wako wazi katika ukafiri wao. Wa pili na watatu, wa pili ni yule ambaye dhahira yake moyoni mwake yuko na washirikina, anadhihirisha mapenzi yake kwao na anazungumza yuko na wao. Huyu la shaka fi annahu ma'ahu. Wa pili ni yule ambaye dhahira yake anadhihirisha yuko na Waislamu, lakini ndani ya moyo wake anadhihirisha kwamba ndani ya moyo wake yuko na wao. Huyu pia ni kafiri, sababu munafiki. Huyu anawakhadai na kuwadanganya Waislamu. Kwa hiyo hawa wawili hawa. Alafu kuna wanne. Huyu sasa ndio anahitaji maelezo, anahitaji kumzingatia, naye ni yule ambaye kinyume cha huyu watatu. Watatu yukoje? Tumesema ana uadui katika dhahir, anadhihirisha uadui, lakini ndani ya moyo wake yuko nao na anawapenda na anawahami, yani anawapenda katika nafsi yake. Na katika vikao vya siri yuko nao, anakwenda kwao, lakini anawadhihirishia Waislamu kama walikuwa wakifanya wanafiki. Kwa hivyo wanne kinyume chake itakuwa naam, kwa maana ana uadui kwenye moyo wake, ana uadui na wao. Wengi katika Waislamu sasa wako hapa, wengi katika Waislamu wanaingia kwenye kipengele hiki, yani dhahira, yani kwenye moyo wake ana uadui, lakini dhahira yake anaonekana kama anakuwa nao. Unaona baadhi ya Waislamu wanawatembelea washirikina, makafiri makanisani, yani Waislamu wengi hata misikitini. Jamani, tumealikwa na ndugu zetu wa Sabato, sawa, kwenye hafla zao, au ndugu zetu wametualika jamani na mfano wake hivi, lakini wao wanaamini kwenye nafsi zao hawako, yani wao hawako na washirikina na makafiri na Wakristo Wayahudi, lakini kwenye dhahira yao, kwenye minasaba wako na wao. Siku moja nimeswali msikiti mmoja pale Ubungo, imamu anatangaza wamealikwa na ndugu zao wa Sabato. Kwa hiyo hili sasa mara nyingi lipo katika jamii kwa wale wanaojinasibisha na Uislamu. Kwa hiyo lazima kuwazingatia hawa. Usipowaelewa hawa utamkufurisha mtu, na wakati mwingine unakosea. Na ndio hapa wengi katika waliosomaga hii kitabu mwanzoni bila kuona fatawa za ulama na maelezo ya ulama, wakawa hawajafahamu na kwenda na kitabu akakufurisha watu. Kwa hiyo sisi tumetaja aina ya kwanza, tukaona ni waumini hao. Aina ya pili na ya tatu tukaona hawa ndio wanaokusudiwa hapa.